Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumlipa mkandarasi zaidi ya 96%, na kwa mantiki hiyo ni kiasi kidogo sana ambacho kimesalia ili kuweza kumaliza kabisa deni. Hii ni pamoja na mkandarasi mjenzi na mkandarasi mshauri, kwa maana wale waliokuwa wakitushauri kuhusu mwenendo wa ujenzi wa soko la Kariakoo. Aidha, mtakumbuka kwamba leo utakapokwenda soko hilo, njia zake karibu zote zimefungwa, na zimefungwa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo ambao wameweka meza katika maeneo ya mabarabara, na kwa mantikio kuzuia uingiaji wa magari makubwa, kwa sababu utakumbuka bado kuna shughuli za uingizaji wa mizigo mikubwa ndani ya soko. Nitoe rai kama ambavyo nilitoa rai katika moja mkutano wangu juzi kwamba uongozi wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo eneo la Kariakoo waanze kufungua barabara hizi ili magari yaanze kupita, na mwisho wa siku soko litakapozinduliwa kusiwe kuna hitilafu ya aina yoyote kuhusu kuingia ama kutoka kwa barabara zinazoingia ndani ya soko. Wafanyabiashara hawa wapo watu watakao niuliza watakwenda wapi? Wafanyabiashara wote na hasa hizi biashara ndogo ndogo katika lile soko jipya ambalo limejengwa, tumeratibu management ya shirika la masoko Kariakoo wataeleza. Tumeratibu kadiri unavyozidi kupanda kuanzia floor ya kwanza kwenda mpaka floor ya 3 mpaka floor ya 4. Kutakuwa kuna vijiduka vidogo vidogo ambavyo ndivyo ambavyo wafanyabiashara biashara ndogo ndogo watapanga bidhaa zao. Sasa natoa muda wa wiki 2 ili uongozi wa machinga katika eneo la Kariakoo waweze kukaa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo, wawaeleze kuhusu adhima ya serikali na namna ya kufungua njia, ili kila mmoja abebe mzigo huu kwa kufungua njia, ili mwisho lisije likawa soko ambalo halina tija kwa uwekezaji mkubwa ambao umekushafanywa sasa. Shirika la masoko Kariakoo tumejipanga kutangaza maeneo ya wafanyabiashara haya tarehe 2 Jumatatu, tarehe 2 ya mwezi wa 6. Tutatangaza maeneo hayo, wafanyabiashara wote, wananchi wote wenye nia na kufanya biashara na shirika la masoko Kariakoo tunawakaribisha. Mwe tayari, ndani ya siku 7 tutafanya uchambuzi wa hayo maeneo watakayokuwa wamepata ili tuweze kuendelea na biashara. Kama alivyoelezea Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, shirika la masoko Kariakoo lina maeneo makubwa baada ya uboresho ambao alifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo ni potential ni mabenki. Lakini kuna maeneo mengine ni ya nguo. Kuna maeneo mengine ni ya magodown. Lakini pia kuna parking za magari za kutosha. Nadhani nafahamu Kariakoo kuna changamoto ya parking. Lakini kwa mapenzi mema Mheshimiwa Rais alivyoboresha soko, kulikuwa na sehemu ya kupaki magari zaidi ya 350 kwa wakati mmoja. Baada ya kufanya utafiti wetu tumegundua hayo magari yanakaa yanaweza kubadilisha zaidi ya mara 3. Kwa hiyo tuna paki za kutosha 900 mpaka 1000 na. Kwa hiyo tunawakaribisha wale wanaokuja kuwekeza Kariakoo wafahamu pia kutakuwa na nafasi za kupaki magari, lakini wale wanaozunguka soko la Kariakoo kuna maeneo ya kupaki magari. Kama nilivyoeleza kwamba zaidi ya 81% wameweza kujaza mikataba na kupangiwa maeneo yao. Kuna asilimia kidogo imebaki. Haya maeneo tumeendelea kuyafanyia kazi kama shirika, kuna changamoto kidogo. Changamoto zenyewe baada ya kamati kujiridhisha na majina ambayo yalitakiwa yarudi sokoni. Kuna baadhi ya wafanyabiashara wamefariki. Kwa hiyo kuna taratibu ambao watakiwa wafuate za mirathi ili kuja kueleza kwamba huyu sio fulani, kamati ya mirathi au familia imempitisha huyu. Lakini kuna wafanyabiashara wengine hawakuja kabisa kwenye shirika ambao wako 18. Hawakuja kwenye shirika kabisa kujaza fomu wala hawajaingia kwenye mfumo wa tausi. Hii inatudhihirishia kwamba baada ya kamati kupita, kwa sababu sasa hivi tunataka mtu mmoja duka moja na tunakusajili kwa TIN namba na NIDA namba. Kwa hiyo mtu ambao una TIN namba moja hawezi kuja kuchukua duka la pili. Tunahisi hao ni miongoni mwa watu walikuwa wamejaza mara 2. Kwa hiyo na yenyewe tumespea kwa muda wa mwezi mmoja. Baada ya mwezi mmoja soko likianza, hakutokuwa na room tena. Hayo maeneo tutayatangaza kwa umma ili watu wengine waendelee kupata kuliko kuendelea kushikilia nafasi.